Kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga SSP Janet Magomi amethibitisha kwa njia ya simu kifo cha mtu huyo aliyesombwa na maji ya mafuriko ya mvua. Walikwenda askari kufuatilia baada ya kupata taarifa kifo cha mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwanamke ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa kati ya miaka 16 hadi 19 ambaye hajaweza kufahamika majina yake wala makazi yake. Baadhi ya wananchi wameeleza hali ilivyo baada ya maji ya mvua kuingia kwenye makazi yao na kuharibu mali zao. Maji yalipokuja yaliingia ndani, yalipoingia ndani yameathiri vitu vyote vya ndani, magodoro yameroana, maana maji mimi ndani yalikuwa yananifika umoki unoni. Ambayo barabara ile ingepata mtaro ingesaidia kupunguza kasi kubwa ya maji yanayokuja. Lakini kwa kuwa mitaro inakuwa hakuna, maji ndio maana yanawazidia wananchi. Kaimu meneja wa TARURA wilaya ya Kahama ametaja mikakati ya kutatua kero ya mafuriko ya maji kwenye mji huo. Ukizuia maji yasipoenda kwenye njia yake, unavuruga utaratibu wote wa kuyaondosha maji kwenye eneo husika. Kwa hiyo niombe tuyaruhusu maji yapite. Mkuu wa wilaya ya Kahama Amboni Mhita, baada ya kutembelea na kuona athari zilizojitokeza, ametoa agizo kwa idara ya ujenzi pamoja na wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA. Idara ya ujenzi kufanya ufuatiliaji wa vibali vya ujenzi na maeneo ambayo wananchi wanajenga. Changamoto ya Kahama 75% ni ujenzi holela. 25% ndio miundombinu. Kwa hiyo tulikuwa na kesi jana, mtakumbuka, ya mama mmoja ambaye yeye huwa na changamoto kidogo. Kwa hiyo wakati yuko anaendelea pale akateleza, akaingia kwenye mtaro. Na ni mtaro ambao alionekana kabisa sema maji yalikuwa yanaenda kwa kasi. Walipofanikiwa kuweka kitu ili kumsaidia asiweze kuendelea kupelekwa na maji, akawa ameshapoteza maisha.